Okay, ni 7 News. Karibu sana, mimi ni Brands. Na yaliyojiri Ijumaa hii ni pamoja na China imezindua mipango ya meli kubwa zaidi ya Star Wars yenye uwezo wa kushambulia ulimwenguni kutokea anga ya mbali, yani nje ya dunia hii. China imefichua mipango hiyo kabambe ya kutengeneza meli ya kivita ya siku zijazo kwa mtindo wa Star Wars itakayoundwa kufanya kazi angani, yani nje ya sayari hii, na kupeleka ndege zingine za kivita zisizo na rubani na makombora makubwa. Kulingana na ripoti, meli hiyo ya kivita itakuwa na uwezo wa kulenga shabaha popote pale duniani kutokea nje ya sayari yetu, yani anga ya mbali, na hivyo kuashiria kiwango kikubwa cha teknolojia ya kijeshi na mifumo ya silaha za anga ya juu huko China. Muundo uliopendekezwa unachanganya robotiki za hali ya juu, teknolojia ya makombora na uhandisi wa anga ambao unaonyesha mtazamo unaokuwa kwa kasi Uchina katika jeshi la anga na utawala wa kimkakati. Mashine hiyo kubwa ya pembe tatu yenye rangi ya kijivu itakuwa na urefu wa karibu futi 800 na upana wa zaidi ya futi 2000. Inakisiwa kuwa na uzani wa tani zaidi ya 120,000, ambapo inatajwa huenda itaipita uzani meli nyingine kubwa zaidi ya Kimarekani ambayo inaitwa Gerald R. Ford kwa karibu 20%. Beijing ilidai kuwa meli hiyo mpya ya kisasa zaidi na kubwa duniani itapanda angani katika miaka 20 hadi 30 ijayo. Na katika taarifa nyingine, ndege ya siri ya B-21 Raider ambayo ni mpya kabisa imepigwa picha ikifanya ujazo wa mafuta angani kwa mara ya kwanza wakati wa majaribio ya safari ya ndege huko California, kuashiria hatua muhimu katika ukuzaji wa mshambuliaji huyo wa siri wa masafa marefu na kizazi kijacho cha Marekani. Wakati wa majaribio karibu na kambi ya jeshi la anga la Edwards, ndege hiyo ilionekana ikiunganishwa na KC-135 Stratotanker, ikionyesha uwezo wake wa kupanua wigo wake wa kufanya kazi kupitia kujaza mafuta katikati ya anga, ambao unatajwa kama uwezo muhimu katika ndege za masafa marefu kama hizo. Ndege hiyo ya majaribio ya Raytheon na wasindikizaji wake wa kivita pia walikuwepo wakisindikiza katika majaribio hayo, wakisaidia safari hiyo kama sehemu ya programu inayoendelea katika tathmini ya ndege hiyo iliyopewa jina la B-21 baada ya B-1 na B-2. Ndege hiyo inayotajwa kuundwa kwa Northrop Grumman, B-21 Raider inakusudiwa kuchukua nafasi ya ndege nyingine za mwanzo ya B-1 na B-2 na kuunda uti wa mgongo wa mashambulizi ya baadaye ya kimkakati ya Marekani, ambapo angalau ndege zaidi ya 100 zimepangwa, huku huduma ya uendeshaji na kuanza kufanya kazi rasmi ikitarajiwa baadaye katika muongo huu. Na katika habari za michezo, uwanja wa Hoima City Stadium nchini Uganda umepata kibali rasmi kutoka FIFA na Confederation of African Football kuthibitisha kuwa unakidhi viwango vya kimataifa vya kuandaa mechi kubwa za soka. Uwanja huo wa kisasa uliopo katika mji wa Hoima una uwezo wa kuchukua takribani mashabiki 20,000 na ulijengwa na kampuni ya ujenzi ya Uturuki ya Suma. Mradi huo unadaiwa kugharimu takribani dola milioni 130, ukiwa na miundombinu ya kisasa ikiwemo maeneo ya wageni maalum VIP na sehemu za vyombo vya habari na vyumba vya makampuni, yani corporate suites. Uwanja huo unatarajiwa kuwa mmoja ya viwanja vitakavyotumika katika mashindano ya Africa Cup of Nations 2027, yani CAF, ambayo inaandaliwa kwa pamoja na Uganda, Kenya na Tanzania. Kwa taarifa nyingi zaidi zinazogonga vichwa vya habari duniani, tembelea ukurasa wetu wa YouTube.